Kauli yangu kwa wanahabari ni kwamba tutumie kalamu zetu kuelimisha wananchi umuhimu wa kuwa na amani, kuwa na utulivu kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, ili kuacha watu waweze kufanya shughuli zao. Na kwa kalamu yenu, kama mtaelimisha umma, wataweza kuelewa zaidi, kwa sababu maandishi yenu yanakwenda mbali zaidi na vyombo vyenu vinasikika kila sehemu. Kwa hiyo kila mmoja ataelewa kwamba kumbe haya maneno yanayosemwa na watu kwenye mitandao, maana baadhi yenu ni wanahabari na ndio wanaoweza kuchochea. Sasa mnapochochea kwa kutumia kalamu, ujue kwamba hii taharuki inayofikia wananchi inaleta shida kidogo. Sasa ili usilete taharuki, ni kuombe kama mwanahabari, ni vizuri ukaandika kitu ambacho kitawasaidia wananchi kwa mustakabali mzima wa kuleta amani, utulivu, ili nchi yetu. Sasa hapa sasa hivi tunaongea jamani kwa sababu kuna amani. Laiti sasa hivi silaha zingekuwa risasi zinalia huko, tusingekaa huko. Lakini kama wanahabari, mtumie nafasi hii sasa kuelimisha wananchi wachache ambao wanaendelea kuhamasisha kuwepo kwa vurugu, kwamba hapana, vurugu ikiwepo shughuli hazitaweza kufanyika, kwa maana uchumi utayumba. Lakini pia kama mnavyojua, shughuli nyingi zikiyumba, basi hata kipato sasa kitakuwa kimekosekana, na mwisho wa siku sasa hii itakuwa ni taifa la namna gani ambalo sasa alifanyi shughuli yoyote, linategemea kupata huduma hii ya kijamii wapi? Kwa hiyo nafikiri nyinyi mtakuwa ni watu muhimu sana kuelimisha jamii, ili iweze kutambua umuhimu wa amani kwenye maeneo yetu, na hususan katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa sababu sio kwamba yatawaathiri watu wengine, yanatuathiri sisi wote ambao tunaishi katika maeneo haya ya mkoa wa Mbeya.